Naam, tupo bado ndani ya mwezi wa Safar, mwezi ambao washirikina kabla ya jahiliya walikuwa wakiitakidi na kuamini kwamba mwezi huu wa Safar ulikuwa ni mwezi wa nuksi, mwezi wa matatizo, na walikuwa kwamba wakitaka kufanya jambo lolote basi ilikuwa wana tabia ya tiyaran, yani tiyar, ya kuchukua ndege na kuweza kumrusha juu. Yule ndege akienda upande wa kulia, basi hilo jambo linaonekana kuwa ni jambo zuri na jambo lina kheri, lakini yule ndege akirushwa akaelekea upande wa kushoto, hilo jambo huwa linaonekana kuwa ni jambo baya na jambo lenye matatizo na mikosi. Kwa hivyo mwezi huu wa Safar walikuwa wakiitakidi kuwa ni mwezi wenye nuksi. Lakini kwa nini umeitwa Safar? Umeitwa Safar kwa sababu mji wa Maka na Madina, kama tunavyojua, watu walikuwa wakienda hija, basi wanaporudi katika mwezi ule unapokuwa ibada ile inapokuwa imeisha, miji ile inakuwa inabaki khalia, inabaki mitupu, hakuna watu. Ndio maana ikaitwa Safar, kwa sababu Safar ni kuwa khalia, ni kuwa tupu. Lakini vile vile Safar ni imetokana na neno sifuri, yani sifuri ni kuwa maana yake hakuna kitu. Kwa hivyo neno hili Safar na ilikuwa wakati huo imeitwa Safar kwa sababu watu walikuwa wakienda kupigana, watu wa mji ule wa Maka na Madina walikuwa wakitoka kwenda kupigana katika vita, basi nyumba zilikuwa hazibaki na watu, zinakuwa ziko Safar, zipo khalia, zipo tupu kabisa. Kwa hiyo Safar pia ndio maana walikuwa wanaitakidi hawa kabla ya jahiliya kwa ni mwezi ambao ni mwezi wa nuksan. Lakini alipokuja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivunja itikadi kama hizi baada ya kumuoa Bi Khadija katika mwezi wa Safar. Alipomuoa Bi Khadija, kisha akapata watoto 6, kwa sababu wao walikuwa wakiitakidi ndani ya mwezi huu ukitaka kufanya jambo lolote, aidha ukitaka kuoa, ukitaka kusafiri, basi ukioa katika mwezi wa Safar, aidha ndoa yako itavunjika, au kama isipovunjika utakosa kizazi, utahutopata watoto. Lakini bwana Mtume alipokuja aliweza kuvunja hili kabisa. Yeye alimuoa Bi Khadija katika mwezi wa Safar, kisha akapata watoto 6. Lakini katika kuendelea kuvunja kabisa hii alimuozesha katika mwezi huu wa Safar binti yake Fatima, alimuozesha kwa Saidina Ali karramallahu wajha. Kuendelea bwana Mtume anavyotuonyesha kuendelea kuvunja kabisa itikadi kama hizi na falsafa walizokuwa nazo hawa kabla ya jahiliya. Lakini pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha au anatufundisha sisi pindi aliposema katika hadithi al-Quds, ana inda dhanni abdi bi. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi hii al-Qudsi kwamba mimi nipo vile mja wangu anavyo